hivi karibuni, sio story ya uongo, tulikuwa na mpango wa kucheza mechi ya kirafiki sisi Yanga Afrika na Manchester United, lakini sisi watu wa Yanga tumeomba hii mechi isitishwe kwa sababu kuna huduma ambazo zinatolewa na viungo wa Yanga. Manchester United hawana wachezaji kama hao. Kwa hiyo tunaweza tukapiga mechi ya kirafiki wakatuzidi hela wakasajili wachezaji wetu tukaanza tena kutafuta wachezaji upya. Kwa hiyo tunasema mechi hiyo haipo mpaka tuchukue kwanza ubingwa wa Afrika ndio tutakutana Manchester. Bado hatuelewi wananchi nani anaanza kupanga pangua ile. Na ndio timu ambayo tulikuwa tunaitaka. Yaani hata ukiloga hujui unamloga nani. Kwa sababu hujui ataanza nani. Kwa si timu yetu tunataka iwe hivi. Yeyote anacheza, sio mchezaji mmoja akiumia, inakuwa story kubwa kuanzia siku 2 kabla ya mchezo. Hii timu ndio tulikuwa tunataka iwe na viongozi wa Yanga ndio wameifanya. Hatutaki timu ya kwamba huyu kila siku. Sisi tunataka timu hii mchezaji yeyote anacheza. Leo watu wanajua Ndabwile anaanza kazi ya nje kama kawaida. Anaingia anafanya majukumu yake vizuri. Mwamnyeto amepiga dakika 90 za moto. Lakini hakuna story mpaka leo hajacheza. Kwa hiyo hii timu ndio inavyotakiwa iwe. So timu ya hata upande wa pili wanakuwa wanaijua. Timu haijulikani. Mepesi mechi 2 magoli 6. Hii ya Champions League 3 na hii hapa 3 si haturuhusu magoli. Hivi unajua Yanga katika michezo ambayo tumeicheza mpaka sasa tumeruhusu bao moja na hilo moja tumejifunga sisi. Kwa ukisikia Yanga ndio, kwa ukisikia Yanga kafungwa goli, tumeamua si tufungwe, lakini timu yetu sisi sio ya kufungwa goli. Mimi naiamini Yanga, kwanza ukuta wake, viongozi, benchi la ufundi, wote tunaongea lugha moja. Si hatujapishana kama wengine. Wengine huko, wengine huko. Sisi tuko njia moja na tunaamini kabisa ubingwa wa ligi kuu ni wa kwetu. Ukilinganisha ile ufunguzi wa msimu uliopita. Unazungumza kwenye mechi ya kwanza tu ya ligi. Msimu uliopita tulifungua ligi, watu wengi walikuwa wametusomea sijui nini, mambo yalikuwa mengi, tumekosa magoli mengi. Lakini Yanga haikosi magoli. Yanga hii haikosi magoli. Shuti 3 goli 3. Na hapo ndo tumeamua tuifunge hivyo Pamba. Lakini tungeamua kufungua Booster, hao walikuwa wanakula 8. Na kuna timu zitafungwa 8. Kwa hivi timu ilivyocheza, hakuna timu NBC inaweza kucheza hii mpira kama ilocheza Yanga leo. Safari ya kocha wenu bado ni ndefu sana tukiangalia. Safari si kuchukua makombe, safari alionao yeye ni kuchukua makombe. Kusalia Yanga anaweza kusalia hata miaka 10 yeye akiamua. Wanasema Yanga inashinda lakini burudani ile hawaipati. Burudani si magoli, la mechi goli. Mechi bao, mechi goli 3 hizo. Walikuwa wanataka nini? Sasa unafungaje kwa kichwa, kwa miguu? Yaani amuenjoy pira ile. No penalty. Hajazoea ndio Yanga Afrika, no penalty. Yaani unasema mnacheza pila gimbi, pila gimbi goli 3. Pila gimbi limepigwa Botswana, kama wangali mpira kafuatilie marudio. Pila gimbi limepigwa Botswana ile. 1-0 papatu limemgonga beki hiyo kwenye mwamba kamba. Kesho si hata tutaangalia. Kwa hii kwa flat unao leo. Kesho tuamka kesho. Utatusimulia sasa leo ulichokiona. Ubaya wa Morocco utauona kesho. Morocco ni nani? Coach. Mimi si wao. Mimi namjua Morocco ni kocha wa timu ya taifa. Si au ndo huyo? Kwani kuna Morocco wawili nchi? Ndio huyo. Morocco ni kocha wa timu ya taifa. Ambaye sasa hivi Simba. Sijajua, ngoja nikafuatilia hiyo habari. Yuko Simba? Anafanya nini? Kocha. Kwani si kocha? Kwani kocha anafanya nini? Kocha si Fadlu. Fadlu ameondoka. Kilomondoa nini? Nyewe mnajua. Wewe akili unajitoa akili. Ndio mimi nakwambiaje? Fadlu ameondoka Simba kwa ajili ya nini? Kipigo, sio? Itakuwa ni kipigo kile cha tarehe 16. Sasa kama ameshindwa South Africa, Mtanzania ndo ataiweza Simba. Morocco ni kocha mzuri, lakini pale alipokwenda pale afiki Christmas. Kama ni kocha wa kudumu afiki Christmas. Au niseme Conte online wameenda kumleta Kante wanasema. Wenyewe walikuwa wanamtaka Conte huyu hapa, fundi wa mpira huyu. Kwa hiyo Fadlu amekimbia kwa sababu hajatimiziwa majukumu. Ile timu ni ngumu kuifundisha. Mimi labda niseme hata nikipewa hela shingapi siwezi kwenda kuifundisha timu kama hii. Sasa wewe ni kocha. Mimi kocha. Wanataka nijitangaze, watangangania wale bwana. Sasa hivi mnaogopa kufichua na vipaji vyenu. Hatuwezi kufichua, maana unaweza ukakamatwa ukapelekwa Msimbazi, hamna kitu kule. Kule ni njaa tu. Kuanzia wachezaji njaa, mashabiki njaa. Sasa hivi mashabiki wamekonda, rafiki yangu Kisugu ule amekondeana kwa sababu ya timu itamuua ile timu.
Usalama ule alikuwa mnene, hakuna jezi ya Simba ilikuwa inamtosha. Sasa hivi anavaa mpaka X2. Sasa hiyo timu matatizo. Mimi ndo nikae kocha kule nife.